Watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV, imani yangu mpo salama na wazima wa afya njema na mnaendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wale Waislamu, lakini pia mnaendelea na mfungo wa Kwaresma kwa wale wenzetu ambao sio Waislamu. Sote tupo kwenye mfungo. Bila ya kueleza chochote, imani yangu ambacho unakiona kwenye macho yako kwa sasa, umefahamu nini tunataka kwenda kuzungumza, lakini haujajua ni nini kimetokea mpaka unamuona. Huyo ni Boko ambaye amepatikana katika kijiji cha Ndagoni, kata ya Ndagoni, kitongoji cha Chunguruma. Sote tunafahamu, hususan kwa wale wakazi wa kisiwa cha Mafia, kata ya Ndagoni, Baleni na Ndagoni, lakini kwa upana zaidi na kwa uchache kwa upande wa kata ya Kirongwe, ila kwa ukubwa zaidi wananchi wa kata ya Ndagoni kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamikia suala zima la kuwepo kwa viboko katika kata yao. Na kikubwa zaidi, viboko hawa wamekuwa na kawaida ya kuathiri mimea, lakini pia mazao mashambani, hususan katika kipindi hiki cha kilimo. Viboko wamekuwa na kawaida ya kulishia mpunga katika mashamba ya mpunga, ama kwa upande wa Mafia Madaweni wamekuwa wakilishia mpunga wa kila matikiti maji, karanga na mazao mengi ambayo wananchi wa kata ya Ndagoni, Baleni pamoja na Kirungu, lakini hususan kwa asilimia kubwa wananchi wa kata ya Ndagoni walikuwa na kilio cha muda mrefu sana. Na hatimaye wale wenzetu wa Magame wamefika katika kisiwa cha Mafia. Takriban siku 3 wamekuwa wakiwawinda viboko hatarishi, na kufanikiwa kumpata huyu kiboko mmoja ambaye unaona hapo. Wananchi wa kata ya Ndagoni, kijiji cha Chunguruma, wamejitokeza kwa wingi mkubwa na kwa hamasa kubwa. Imani yangu unawaona ni kama vile ni sikukuu. Hapo unavyowaona kila mtu ana kimfuko kwa pani. Wamekuja wanasema mgeni fika mwenyeji apone. Kwa hiyo wananchi hapo wamefika, wamepigwa na wenzetu hao wa Kagame. Wenzetu wa Magame wamefanikiwa kumuinda kiboko huyu unayemuona hapo. Amepigwa risasi, na kiboko alikuwa kiboko hatarishi, kiboko ambao ndio wanarishia mazao ya wananchi, na wananchi wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu. Tumekuwa mashahidi tukienda katika vikao vya hadhara na viongozi mbalimbali, akiwemo Mheshimiwa DC, mkuu wa wilaya Mafia na viongozi mbalimbali, mkurugenzi, wakuu wa idara. Changamoto kubwa ya wananchi wa kata ya Ndagoni ambayo walikuwa wakizungumza ni viboko kuwaharibia mashamba yao. Sasa leo tunaona wananchi wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha kiboko huyu baada ya kuwindwa na kuuiwa, basi wanapata nyama. Na tunafahamu kiboko analiwa, lakini pia kiboko ni mali asili. Kwa hiyo Haswa TV tumeshuhudia baada ya tukio hili kutokea. Haswa TV tumeshuhudia kama wanavyoshuhudia wenzetu, wamejitokeza wengi, viongozi wa kijiji, viongozi wa kitongoji, lakini kata na wilaya wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha wanashuhudia tukio hilo. Wananchi wakati ya Ndagoni, ambapo kwa muda mrefu wamekuwa hichi ni kilio chao, wakilalamika kutokana na uharibifu ambao wanakumbana nao katika mashamba yao. Hapa sasa baadhi tumezungumza nao, wameeleza furaha yao, lakini pia wameeleza matumaini yao hususan kwa serikali katika kuhakikisha suala hili linaenda kuisha, kwa sababu kama ikiwa tayari huyu ameshauawa, kwa hiyo kuna namna wataweza kuwa salama katika kipindi hiki ambacho wanaendelea na kilimo. Lakini pia kwa upande mwingine,
katika kisiwa cha Mafia ni kitu ambacho pia tunaweza kusema ni cha maajabu kidogo. Kisiwa cha Mafia tunaweza kujiuliza viboko waliingiaje, waliingia kwa njia gani, walipita wapi, lakini yote ni miujiza ya Mungu. Kila mtu na historia yake, wameeleza wengi, lakini sisi hatuko huko. Tulitaka tu kukupa taarifa, mtazamaji wa Haswa TV, nini kinaendelea katika kisiwa cha Mafia, hususan katika kata ya Ndagoni. Jambo lilokuwepo ni hilo, mwenyewe umejionea, boko ni mkubwa kweli kweli kama unavyomuona. Sina la ziada, na mimi ni Hadija Waziri. Endelea kuangalia YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV. Tukutane tena katika matukio mengine. Naam, ndugu wa Mafia, tupo katika kijiji cha Chunguruma ambayo siku ya leo umetokea upigwaji wa boko ambaye alikuwa anasumbua mazao na mambo mengine, lakini tupo na mwenyekiti wa kitongoji cha Chunguruma ambaye alikuwepo kwenye zoezi hili mwanzo na mwisho. Labda tumsikilize analizungumziaje tatizo hili. Mwenyekiti, habari yako? Habari nzuri. Ili tatizo la boko limeathiri kiasi gani katika kitongoji chako? Hili tatizo limeathiri sana kutokana na mazao ya wananchi pamoja na wanafunzi kuwatishatisha. Ndio. Na hata jamii hawafanyi kazi zao kwa upasavyo kwa sababu ya kuogopa boko. Kwa hiyo zoezi hili lilipokuja tumeshukuru sana ili kumpunguza huyu mmoja, ili pengine wananchi wakaanza kufanya shughuli zao kama inavyotakiwa. Ni mazao gani huwa wanaathiri hawa wanyama? Wanaathiri sana mpunga, ng'ombe kwa upande wa wanyama, ndio, pamoja hata binadamu wanaathiri. Sawa sawa. Labda kwa kawaida tukio kama hili la kuuliwa mnyama kama huyu katika kitongoji chako ni mara ya ngapi? Hii mara ya pili. Mara ya pili. Aliuawa mwaka 2022. Ndio. Kwa bahati nzuri wakawa wameongezeka wengi sana kwa boko, na hata hivi ninavyosema wapo wengi. Kwa hiyo tunashukuru tu TAWA kushirikiana na uongozi wa wilaya, kijiji, kata na kuweza kutoa maamuzi ili apunguzwe japo mmoja au wawili. Sisi tunatoa shukrani sana. Labda kwa utaratibu, akisha kupatikana mnyama kama hivi ameshapigwa na magame, utaratibu upoje katika ugawaji na mambo mengine? Utaratibu upoje? Utaratibu wa kwanza, akishapigwa tunafahamisha ngazi, kuanzia ngazi ya kijiji, ndio, kata, tarafa, wilaya na kwenda mbele. Lakini sana sisi mwisho wetu ni wilayani. Kwa hiyo kwa bahati nzuri tumempigia katibu tarafa na yeye akawasiliana huko na ameruhusu ili achunwe ili nyama sasa ili igawiwe katika mafungu mawili. Ndio. Fungu la kwanza linakuwa linaenda halmashauri wenyewe, kama wapo wanayekula kula wanaenda kula. Ndio. Na fungu la pili linabaki kwa wananchi wenyewe husika kwa eneo husika. Labda wananchi wamelichukuliaje hili zoezi? Hili zoezi kwanza wamelifurahia sana kutokana na usumbufu wa boko. Ndio. Wamelifurahia na wamefurahia uongozi wao vile. Ndio, sawa. Na namshukuru Mama Samia kwa kutoa go ahead ili boko wao japo mmoja. Sawa. Kupitia sakata hili unawaambiaje wa viongozi wa Mafia na wa Mafia kwa ujumla? Yani kwa sasa ninachoelezea, kwanza tuwe na ushirikiano, na pale tunaposema jamani kuna hiki na hiki kinasumbua kwa jamii, basi tuwe na ushirikiano kama hivyo kwa kutoa go ahead kwa kutekeleza kile kinachokusudiwa. Vinginevyo itakuwa inaleta athari hapo, tutaweza kuja kulaumiwa kwanza. Kwa mfano kama mimi ndio mwenyekiti wa kitongoji, katika eneo langu ndio nao boko wengi na mabao mengi hapo kwenye kitongoji changu. Kwa hiyo nitaposema jamaa boko wengi hapa kitikiana kama hivi, hata mimi kiongozi wa chini kabisa napata faraja na kujua kwamba nao viongozi wa ngazi ya juu kuweza kutekeleza kile tunachokusudia kwa usalama wa wananchi. Sasa unafikiri kuuliwa kwa boko huyu mmoja kutakuwa suluhisho la kutoa kabisa ili tatizo? Suluhisho bado, kwa sababu waboko wako wengi, na afadhali kidogo kama itakuwa suluhisho wapigwe wawili au watatu, hapo ndo kidogo itakuwa suluhisho kupatikana. Lakini kwa kupoka huyu mmoja tu, baada ya siku fulani kwa atarudia tena, kwa sababu hapa kwenye eneo langu tu peke yake kuna boko kama 8. Unaona, licha pembezoni sana vijiji vingine na vitongoji vingine. Ndio. Sawa. Basi sawa, tunashukuru kwa mchango wenu, tunashukuru kwa namna mnavyopambania kitongoji chako. Mwenyezi Mungu akubariki, na salamu hizi zitamfikia vile kiongozi mkuu wa wilaya katika kurekebisha na kuweka mambo sawa. Na mimi kwa bahati mbaya, kwa sababu sikuwahi kujitaja jina, mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Chunguruma, anaitwa Amiri S Makaburi au Amiri Salum Makaburi, mzaliwa wa Kirwa. Sawa.
Jina unafuria nani? Ngoja umeiona? Tukasikia hapa na nataka wenyewe. Kulia. Afisa ugavi nipo hapa leo. Ni unaangalia macho. Unaangalia macho utapata utumbo tu hapa. Utumbo? Unapiga picha maini. Mimi mwenyewe nyama tu. Mimi vitu vyote tayari sitaki. Unataka nyama tu? Nyama. Unataka maini tu? Yaani Bakosta hiki hapa